sisi tuseme Chadema ni chama cha wananchi, na chama chochote cha siasa duniani hakiwezi kukataa wananchi wafuasi wake waje kama wafuasi. Na hili nilisema wazi kabisa, na siku zote nimekuwa nikilisema, waje wakiwa kama wafuasi wa Chadema. Lakini kwa ghafla kuwapa nafasi za kiuongozi kwa muda mfupi huu, hiyo itakuwa ngumu. Wanahitaji waje wajipime, wakiombe radhi chama pamoja na wanachama na viongozi kwa maumivu makubwa waliotusababishia. Na asubuhi nilikuwa naongea na mtu nikamwambia inawezekana kwa kitendo cha wao kuondoka katika harakati kubwa ile ya kutaka katiba mpya, kutaka tume huru, tuingie kwenye uchaguzi ambao una haki, kila mtu angeshinda kwa mbio zake. Inawezekana leo tungekuwa na tume ya uchaguzi, tungekuwa na tume huru ya uchaguzi, tungeshinda majimbo, tungeshinda urais. Na inawezekana mwenyekiti wetu Lissu asingekuwa ndani. No reforms, no election ndio imempeleka kule ndani. Kwa unaweza ukaelewa maamuzi yao ya kutaka nafasi za haraka yamesababisha leo mwenyekiti wetu yuko ndani. Almost mwaka mzima yuko kule ndani anateseka. Kwa hiyo lazima wajipime. Hatuwakatazi kuja, lakini sinisemaje, watakaa ili wajifunze kwanza, wajutie hicho walichokifanya. Tutawapima. Baada ya muda watapata hizo nafasi, watagombea, wataendelea kufanya shughuli nyingine. Lakini kwa sasa, kwa haraka kwa kile walichokifanya, kitu ambacho wanatakiwa waombe radhi wa Tanzania, kwa sababu wamewakosesha wa Tanzania fursa ya kuchagua watu wanaotaka. Hii serikali haitambuliki. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo kuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo inawezekana wao wasingefanya maamuzi ya kukigawa chama kipindi kile, leo tungekuwa na tume huru na uchaguzi ungerudiwa. Watu wangechagua wabunge wanaowataka, wangechagua madiwani wanaotaka, madiwani ambao sio machawa, wangeweza kwenda kusimamia kodi zetu. Kwa hiyo walichokifanya sio kitu ambacho wamemuumiza Roda Kunchela, wamewaumiza wananchi kukosa fursa ya kuchagua viongozi wenye hofu ya Mungu. Hii serikali imejiweka. Kwa hiyo lazima wajipime na wajutie hiki kitu, na watoke hadharani kwamba tulitoka kwa sababu moja mbili tatu, tumejutia. Kwa sababu wengi wamekwenda wamegombea udiwani, ubunge, wameangukia pua, wamerudi patupu. Kwa hiyo lazima waelewe kwamba tulichokuwa tunakisema kwamba kwa sheria hizi mbovu, kwa katiba hii, kwa tume hii ya mfukoni, hatuwezi kuvuka, hatutapata majimbo, hatutapata ubunge. Kwa mimi niseme, nirejee tu kwenye hoja yako, nisitoke nje hapo. Waje kwenye chama, na mimi nipo, namba yangu ya simu wanayo, waje tukae tuongee. Tutawapa fursa, tunaanza mikutano kuanzia wiki ijayo. Waombe radhi na waeleze kitu gani kiliwapeleka huko. Tutawapokea, watafanya kazi, tufanye kazi kwa pamoja. Mimi nadhani hili halina shida, lakini lazima waombe radhi ile ya dhati, sio kama hii ya CCM ya tume ya Jaji Chande. Waombe radhi. Sisi Chadema tukiingia hatutakula kodi zenu, maana yake tutajenga barabara, si ndio? Tutatatua kero za afya, tutatatua kero za madawati, tutahakikisha wafanyakazi na wafanyabiashara hii mfumuko wa bei hauwaumizi moja kwa moja. Tutapandisha mishahara. Hatutanunua magari ya kifahari kama CCM wanachofanya kwa sasa. Badala ya kuwekeza kwenye mambo ya msingi, wanawekeza kwenye mambo ya starehe. Kwa hiki hatutakifanya. Kwa ule wajibu wa sisi kama chama cha upinzani kupambania kushika dola, hatukupata. Kwa hiyo ni athari namba moja. Lakini athari ya pili ni wananchi wenyewe kukosa mtu wa kuwasemea. Kumbuka kwenye baraza la madiwani hawawezi kwenda wananchi wote zaidi ya 100,000 na kitu, wananchi wa jimbo la Mpanda mjini au mkoa wote wa Katavi. Hatuwezi kwenda bungeni. Kwa hiyo tuna wawakilishi 5 kila jimbo. Tunahitaji ule mbunge akawakilishe mambo ya wananchi, sio akawakilishe mambo ya uchawa, kuanza kusema Samia mitano tena, si tunaenda na mama. Hayo si mambo hatujawatuma sisi hawa wabunge, hawa madiwani. Barabara hazipitiki kipindi cha mvua, watoto wetu wanakaa chini, watu wanakufa, hakuna dawa hospitali. Wakaiseme serikali na kwamba matumizi yanayofanyika huku tunawekeza kununulia wakuu wa mikoa magari ya milioni 200, magari ya milioni 400. Huu sio wajibu wetu. Wajibu wetu ni kuikosoa serikali na kuisaidia. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa katika kipindi hiki athari wananchi wameipata, kwa sababu katika kipindi ambacho kuna upotevu wa fedha,
Chadema tulikosa hata muda wa kuchambua ripoti ya CAG. Mlisikia hapa. Tuna deni zaidi ya trilioni 110. Lakini mashirika yote, si shirika la ndege, si yote ni hasara tu. Hizi pesa zinakwenda wapi? Si ndio watu wananunua ma Bentley, ma Rolls Royce, magari ya kifahari watoto wa viongozi. Kwa hiyo wajibu wa chama chetu ni kufanya hayo ambayo kipindi hicho hatukuweza kuyafanya. Kwa hiyo athari kwa wananchi ipo ya kutosha. Maana hata hili deni inawezekana tungepiga kelele tangu mwaka jana mpaka mwaka huu. Inawezekana serikali ingepunguza matumizi yasiyo halali ya kifedha. Kwa hiyo huu mzigo wote wanaenda kubeba wananchi. Kwa mimi nasema Chadema kwa kukaa bench kimya kwa muda mrefu kumeathiri mambo mengi. Na serikali ya CCM kajiona kwamba sasa wao ni kila kitu, wanaweza kufanya chochote, ukikosoa unatekwa, unaumizwa, unafunguliwa kesi na wananchi wakawa na hofu. Hizi bado ni athari ambazo zinamlenga wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo mimi niseme kwa sasa Chadema tumerudi, wananchi waendelee kutupa ushirikiano. Faida moja wapo ambayo tumeipata ni kwamba baada ya changamoto zote ambazo wananchi wamezipata, kuto kupata watu sahihi wa kuwasemea, serikali kujiweka madarakani kwa kutumia nguvu na mitutu ya bunduki na damu, wananchi wamekosa uwakilishi unaoeleweka. Maana yake tulikuwa tuna uwezo hata kupata access ya kupata pesa ili kufanya shughuli zetu. Na ikumbuke sisi Chadema hatuna ruzuku. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji mifumo hata hii ya kifedha ili tuweze kuendesha chama. Kwa hiyo tuseme tu kwa chama kwa ujumla katika mfumo wa kiutendaji uliparalyze, haukuwa unafanya kazi. Mbali na hiyo, athari pia za kijamii. Chadema imekuwa haiko kwa wananchi kwa muda mrefu, almost tangu mwaka jana mpaka mwaka huu, ni muda mrefu sana. Hatukuwa na access ya kuwasemea wananchi, kukutana na wananchi kwenye mazingira mbalimbali, kuweza kuwasemea, kuikosoa serikali, kuisaisha, kuisaidia. Maana yake ndio wajibu wetu kama chama cha upinzani kuhakikisha tunaisimamia serikali. Yaani wajibu wetu. Hiki tunachokifanya kama chama cha upinzani kutuzuia na leo kutuachia ni kutunyima wajibu wetu. Ndio maana tu kesi ikapelekwa mahakamani na haki ikatoka. Kwa hiyo mimi ninaamini athari za kiuchumi zipo, magari yameharibika, ofisi zimeharibika. Ndio maana uliona kuna zoezi baadhi ya kanda walifanya majengo mengine yamebomoka. Yaani athari ni kubwa. Kwa hiyo tuseme athari kwa ujumla ambayo tunaweza tukaisema magari yanaweza kanulika. Athari kubwa ni kwamba chama kilishindwa kuwafikia wananchi kwa muda mrefu, na hakukuwa na chama kingine chochote kilichokuwa kina uwezo wa kuikosoa serikali, kuisahihisha, kuiwajibisha, kuhakikisha serikali inawajibika kwa wananchi wake. Ilikuwa inajiendesha yenyewe. Kwa hiyo matatizo ni makubwa sana katika kipindi ambacho Chadema ilikuwa kimya. Chama kimerudi hewani, kitawatumikia, kitafanya majukumu yake bila uchawa, kitaikosoa serikali ipasavyo kwa sababu tuna matatizo mengi kwenye nchi yetu. Kuizuia Chadema ni kuzuia wananchi wasikutane na haki yao. Kwa hiyo mimi ninaamini kwa hiki kilichofanyika, kama ni serikali sikivu, kama sio serikali kiziwi, haitarudia jambo hili kwa sababu limeleta athari kubwa, limeleta chuki. Unaona vyama vingine hivi, vyama vya mfukoni vikizunguka vikifanya adai, havifanyi siasa ambayo wananchi wanahitaji, siasa ngumu, siasa ya kukemea, siasa ya kuisaisha serikali. Inafanya siasa nyepesi. Wananchi wana matatizo mengi. Kwa hiyo walihitaji hicho kitu. Katika kipindi cha muda mrefu Chadema haikufanya hilo. Na hata hivyo vyama vingine ambavyo vinashirikiana na serikali ya CCM imekuwa inafanya mambo mengine ambayo hayana msingi yote. Kwa hiyo wananchi wana hasira. Kwa hiyo mimi ni rai yangu tu kwa serikali. Katika hili, kama ni kosa lilifanyika lisirudiwe kwa sababu linaendelea kujenga chuki kwa wananchi. Kwamba kwa nini hawa wanafanya kazi, hawa wengine wanafungiwa. Kwa hiyo watu wanaendelea kutokuwa na imani na chochote kinachofanywa na serikali. Ukizuia Chadema umezuia wananchi. Kwa hiyo Chadema chama chao kiko huru kwa sasa kuendelea kutumikia wananchi, tutawafikia. Tuna program nyingi ambazo chama chetu, nadhani mmemsikia mwenyekiti jana, kama tukio ya chama inaendelea na itatoa utaratibu namna gani tutaendelea kuwafikia wananchi.